siku njema sana. Leo ni siku njema sana. Leo ni siku ya baraka sana. Bwana ameifanya kwa ajili yangu. Mpaka inaisha siku hii. Nitakuwa mtu mwingine. Kwa utukufu wa Bwana. Amina. Tuliendeleze somo ambalo tulianza Jumapili iliyopita. Neema za lazima kwa ajili ya mafanikio. Neema za lazima kwa ajili ya mafanikio. Sasa sitataka nichukue muda mwingi sana kwa ajili ya marudio ya somo hilo, lakini tu tuliangalia neema 5 za lazima, si ndio? Maana tusema kwanza neno neema ni neno ambalo lina tafsiri zaidi ya moja, lakini kwa muktadha wa somo letu tafsiri ambayo tunaitumia ni ile ya uwezesho wa kiungu. Uwezesho wa kiungu ni kwamba hatuwezi kupata mafanikio bila uwezesho wa kiungu. Sasa uwezesho wa kiungu unatujia kwa namna tofauti tofauti. Tulisema namna ya kwanza ni ubunifu, neema ya ubunifu, na namba 2 tukasema ni neema ya utendaji. Maana ubunifu ni pale unapopata wazo, unachanganua vitu kwenye akili zako, unaweza kuviumba vitu kwenye akili zako, lakini vitu hivyo natakiwa vitokee sasa viwe halisi. Sasa ili viwe halisi ni lazima upige hatua ya pili. Ni pale ambapo yale mawazo unayageuza kuwa vitu halisi kwa njia ya matendo. Na namba 3 tukasema ni neema ya kibali. Huu ni baraka kama ambao Biblia inasema kwamba baraka ya Bwana utajirisha wala hatanganyi huzuni nayo. Kibali ni hivi. Amen. Lakini neno kibali na maana pia ya kukubalika. Na tukasema kwamba kibali cha Mungu kinapokuwa juu yako utatendewa mema au wema usio wa kawaida au kwa namna usio ya kawaida. Lakini milango ya fursa inafunguka kwa namna pia zisizo za kawaida. Alafu kuna kukubalika kwa namna isiyo ya kawaida. Kwa hiyo ni rahisi kupata mafanikio unapokuwa na kibali cha Mungu juu yako. Namba 4 tukasema tunahitaji neema ya kuunganishwa kiungu, divine connections. Mafanikio yako yanaweza yakatokea baada ya kuunganishwa tu na mtu au taasisi au mazingira fulani, kama ambavyo Yusufu tuliangalia vile ambavyo aliunganishwa. Naona alikuwa gerezani, lakini kutoka gerezani aliunganishwa na Farao, na mtumwa wa Farao aliyekuwa amefungwa huko na akaachiwa huko. Kuanzia pale maisha yakabadilika, kama mtu mkuu sana. Kwa hiyo zilikuwa ni neema 5 na sitaki tutumie muda mwingi katika hayo ambayo tayari tukisha kujifunza. Tuliombeana hapa kwamba Mungu aachilie neema hizo. Na kimsingi sio kwamba hizo ni neema pekee. Zipo na neema nyingine mbalimbali. Maana yake ni uwezesho unaotujia kwa namna mbalimbali ili tuweze kupata mafanikio. Sasa leo nataka tujifunze safari takatifu kuelekea kwenye uhuru kifedha. Safari takatifu kuelekea kwenye uhuru kifedha. Wale watu walio kiroho sana na ambao wanaweza wakashindwa kutafsiri mambo haya, wanaweza kusema sasa tuko kimwili. Ni kama tunajifunza mambo ambayo tunatakiwa tujifunze mahali fulani tu pengine, sio kanisani. Na mtu mwenye mawazo hayo hapa. Tukiongelea mambo ya pesa, tupo kiroho au kuna watu wa kimwili tumeshahama kabisa yani. Jamani, wangapi wanasema isi okay, tuongelee tu mambo ya pesa. Unajua hata Biblia yenyewe imetaja sana habari za pesa. Sawa Ninataka tujaribu kuweka vizuri mambo kwenye uwiano.
kabla hatujaendelea, na naamini kwamba wote tutakuja kwenye common ground, wote tutakuja kwenye uelewa wa pamoja unaoendana, ili tunaposafiri safari hii ya kuelekea kwenye uhuru kifedha tusafiri bila mashaka. Amen. Katika Mhubiri sura ile ya 10 ule mstari wa 19 anasema fedha huleta jawabu la mambo yote. Labda tusome kabisa. Vitu vingine sio vya kulipua, nataka tuende tukielewa vizuri. Mhubiri sura ile ya 10 ule mstari wa 19 unasema hivi: karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko, na divai huyafurahisha maisha, na fedha huleta jawabu la mambo yote. Kwa mara nyingi tumezoea kusema kwamba fedha ni jawabu la mambo yote, ndio hasa lugha ambayo tumezoea kusema. Sasa aliyeandika haya ni mtu ambaye alifikia mara akawa tajiri sana, Suleimani, na aliandika kitabu hiki wakati akiwa ni mtu mzima. Kuna vitabu vitatu maarufu sana alivyoviandika. Wachambuzi wa mambo wa theolojia wanasema kwamba aliandika kitabu cha Mithali akiwa bado, yani mwanzoni kabisa mwa maisha yake. Kitabu cha wimbo ulio bora, Alafu akaandika kitabu cha Mithali katikati hapo, wakati viwango vyake vya hekima viko juu sana. Lakini mwishoni mwa maisha yake akaandika kitabu hiki cha Mhubiri, ambapo anaanza kusema kwamba ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili na kujilisha upepo. Sasa sio nia yangu kuchagua hiki kitabu, ila tukachope tu akakanena. Amen. Tujue kwamba kaliandikwa, yani neno hili liliandikwa na mtu wa namna gani. Kwa hiyo Suleimani alivuviwa kuandika habari hizi, ni mtu ambaye kama ni tajiri, alikuwa tajiri sana. Alikuwa yani ingekuwa leo tungemuita ni multi-billionaire. Kwa hiyo yeye anasema kwamba fedha huleta jawabu la mambo yote. Lakini pia kwenye somo la Jumapili iliyopita tulisoma kwamba ni Mungu mwenyewe huwa anayetoa nguvu za kupata utajiri. Kwenye ile Kumbukumbu la Torati sura ya 8, kwa ndio andiko letu la msingi. Kumbukumbu la Torati ile sura ya 8 tulisoma ule mstari wa 11 mpaka wa 18. Lakini tunaposoma Timotheo wa pili sura ile ya 6, hapo na penye nataka tusome ule mstari wa 10, anasema kwamba shina la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha. Hapo ndo natakiwa sasa tafsiri vizuri, maana kuna watu ambao wameshinda kumwelewa Paulo hapo. Wanajua kwa kuwa na pesa bwana, yani pesa ndio shina la mabaya ya kila namna. Wametafsiri watu hivyo. Hebu tusome hapo, ila tutasoma kuanzia mstari ule wa 6. Timotheo, waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Timotheo sura ile ya 6, nitaanza ule mstari wa 6. Anasema hivi: walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu, ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Lakini kimsingi naposema chakula na nguo ni lugha inayotumika tu ukiwa na maana ya ile mahitaji ya lazima ya maisha, sawa eh? Lakini hao watakao kuwa na mali, watakao kuwa na nini? Watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo za maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha,
ambayo wengine hai wakiitamani. Hao wenye kupenda fedha ni watu wenye tamaa ya pesa, sawa eh? Sasa hali wakiitamani hiyo, wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Sasa usipotafsiri vizuri, unaweza ukapotoka. Kitu ambacho natakiwa tukifahamu ni kwamba Biblia haijipingi. Biblia haifanyaje? Haijipingi. Kwa hiyo kama Biblia haijipingi, ni lazima tu sisi wenyewe ndio tuwe na uelewa mzuri, tutafsiri vizuri kile ambacho kimeandikwa, ili tuifahamu au tuielewe maana iliyokusudiwa. Hapa amesema ambacho ni shina la mabaya yote ni nini? Ni kupenda fedha. Amesema fedha yenyewe, kupenda fedha, yaani ile tamaa ya pesa. Jamani, sisi tunaelewa eh? Sasa unganisha hilo na ile ambalo unasoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 ule mstari wa ngapi, anaposema kwamba maana kila kilichomo katika dunia, yaani tamaa ya macho, tamaa ya mwili na kiburi cha uzima. Tamaa. Kwa hiyo hapa tatizo ni tamaa, sio pesa zenyewe. Maana Mungu, yaani kimsingi umasikini ni msamiati ambao haupo katika ufalme wa Mungu. Maana Mungu ni mmiliki wa kila kitu. Sasa katika dunia hii ya mko ambayo umasikini umeingia, si kana kwamba ni kitu kilichotengenezwa na Mungu mwenyewe, ila ni kwa sababu ya mfumo wa maisha ya dhambi katika hali ya mko. Mungu huyu kwetu sisi tuaminio, kwa watu wake, maana asili ya dhambi na hali ya dunia ya mko ndio inapelekea watu wawe masikini katika dunia iliyojaa utajiri. Yaani unakuwa maskini wakati dunia imejaa nini? Utajiri. Mungu aliumba utajiri upo, lakini unakosa access. Hauwezi kufikia utajiri ule kwa sababu ya mazingira yalivyo yanayotokana na nini? Anguko, hali ya anguko. Lakini Mungu sasa, ili aweze kukusaidia, agano lake na wewe liweze kuwa imara, kama tunavyosoma kwenye hiyo Kumbukumbu la Torati sura hiyo ya 8, Mungu anatoa nguvu za kupata utajiri. Ina maana bila wewe kuwa na utajiri ambao Mungu anataka uwe nao, agano lake na wewe haliwezi likawa imara. Kwa maana kwamba wewe hauwezi ukawa mtu mfanisi. Huwa na tafsiri kwamba mafanikio ni utimiaji wa makusudi ya Mungu katika maisha yako. Sasa bila kuwa na nguvu ya pesa, hauwezi ukawa na uwezo wa kuyatekeleza kikamilifu, kuyatekeleza kwa ufanisi makusudi ya Mungu ya wewe kuwepo hapa duniani. Nimetoka pamoja eh? Kwa hiyo lazima kwanza tukubaliane kwamba pesa sio ndio hasa shina la mabaya, ila ni kupenda fedha. Sasa anaposema baada ya kupenda fedha, anachomaanisha hasa ni nini? Ni ile hali ya kutaka fedha au tajiri kwa msukumo wa kiburi na tamaa, kinyume na mapenzi ya Mungu. Mtu wa namna hii ni mtu ambaye anataka kutumia pesa, kutumia mali kuwa huru mbali na Mungu. Halo? Kuwa huru mbali na utawala wa Mungu. Hataki kutawaliwa na Mungu, anataka kujitawala. Kwa hiyo kwa namna fulani hivi anataka kugeuza mali na fedha kuwa ndio Mungu wake. Anataka kuwa mbali na Mungu. Sasa mwamini ukiwa na mentality ya namna hiyo, yaani ukiwa na mtazamo namna hiyo, utajuta kwamba unagombana na makusudi ya Mungu, unagombana na mapenzi ya Mungu, uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Wewe ndiye mtu ambaye sasa unawekwa kwenye hilo kundi la wale wenye kutaka nini?
wenye kupenda fedha, wenye tamaa ya fedha. Mali pengine kuna inaitwa fedha ya aibu. Kuna kutaka fedha ya aibu. Mtu wa namna hii yeye hajali fedha ataipata kwa namna ipi. Iwe ni kwa kuua ataua, kudhulumu atadhulumu, kuiba ataiba, kufanya biashara haramu atafanya biashara haramu, kuumiza watu wengine maadamu yeye tu apate mafanikio. Kwa sababu huyu mtu ni driven na ile roho ya kupenda fedha, tamaa ya mafanikio mbali na utawala wa Mungu. Sizungumzie dini huko. Ninachozungumzia mimi ni pale ambapo unataka pesa ili ziwe chombo cha kukusaidia au kurahisisha utekelezaji wa makusudi ya Mungu kwenye maisha yako. Jamani, sinaona umekaa kwenye kiti yako huko comfortable, si ndio? Sinaona hii kikilonga hivi na kitumia unanisikiza vizuri. Sinaona unakuwa na ibada ya sifa nzuri, vinanda vinalia, drums zinapigwa hivi na vile na vile. Jamani, vitu hivi vinaitwa na nini? Pesa. Tupo kwenye jengo hivi, jua linawaka huko, sisi tuko kwenye kivuli. Ni pesa zimesababisha tuwe na ile jengo. Wakati sisi hatuna uwezo huo, walitusaidia wenzetu, wakaja kutoka Marekani wakatusaidia kujenga jengo hili. Walitumia pesa, walisafiri kwa pesa, walileta pesa zao, walinunua vifaa kwa pesa, kila kitu. Ni pesa zilifanya kazi, tukapata miundombinu hii. Tukitaka kuhubiri injili tunataka pesa. Tunataka kupanda makanisa 100 ndani ya miaka 10, ni pesa nyingi zinahitajika. Tulisema kwa kubana sana matumizi na kukuacha mambo mengine, tukalenga yale ambayo ni lazima tu. Tunahitaji sio chini ya milioni 7 kwa kanisa moja kujipanda kijiji. Jamani, tuko pamoja eh? Kwa hiyo tunapozungumza habari za utajiri au uhuru kifedha katika muktadha huu, tunamaanisha hicho kitu. Mtu huyu si kwamba anataka fedha ili awe nje na utawala wa Mungu, hapana. Hata acha kumtegemea Mungu, ila anaamini Mungu ndiye anayempa nguvu. Kwa hiyo ataendelea kumwabudu Mungu, kumtumikia Mungu, kumtegemea Mungu. Na ndio maana Musa akavuviwa kuandika onyo hilo, akiwaambia wana wa Israeli kwamba wakienda kwenye nchi wanayopewa na Mungu, wakala wakashiba, mifugo ikaongezeka, pesa zikaongezeka, wakafanya biashara wakatajirika, wasimsahau Bwana. Wakadhani ni kwa nguvu zao, ni kwa akili zao wamepata utajiri. Hapana, wajue ni Mungu anayewapa nguvu za kupata huo utajiri. Kwa hiyo unatakiwa uendelee kumwabudu Mungu na kumtumikia Mungu. Sasa huo ndio mtazamo tulionao sisi wana TOC. Kama nielewa, punga mkono wako namna hii. Haleluya, haleluya. Jamani, mpaka hapa ni nani anataka kuwa tajiri? Anataka kuwa na uhuru wa kifedha ni nani? Sasa nataka kidogo nikutie uchungu. Halo? Ili uchukie umaskini. Nikutie kidogo uchungu ili uchukie umaskini. Hasara za kuwa maskini. Nataka nikutajie tu hasara za kuwa maskini. Alafu zingine tutaongeza wewe mwenyewe. Mimi nakupa 5. Hizi ngapi hizi? Nakupa 5 kwa haraka. Alafu na wewe ongeza orodha. Hasara ya kwanza ya kuwa maskini ni kukosa nguvu ya ushawishi. Yaani hautaheshimiwa wala hautasikilizwa kwa sababu tu wewe ni maskini, hata kama una hekima, hata kama una jambo la maana. Na hii ni Biblia kabisa. Tufungue Mhubiri 9. Mhubiri 9 ule mstari wa 13 mpaka 18. Asema pia nimeona hekima chini ya jua, nayo ni kama hivi. Tena kwangu mimi ilionekana kuwa ni neno kubwa. Palikuwa na mji mdogo na watu ndani yake walikuwa wachache. Akaja mfalme mkuu juu yake, akauhusuru, yani maana yake akauzingira ule mji. Akajenga ngome kubwa ili kuupiga. Basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima. Sema maskini mwenye hekima. Halo? Huyu ndo mlokole maskini kwa siku za leo huyu. Jamani, wewe kama umeokoka katika ndugu zako hawajaokoka na wewe umeokoka, wewe si ndio mwenye hekima kwa zidi yao ambao wameokoka, si ndio? Lakini hekima unayo, pesa huna, wewe ni maskini. Nini kinachotokea?
Narudia mstari wa 15. Sasa basi kulionekana humo mtu maskini mwenye hekima, naye kwa hekima yake akauokoa mji ule, lakini hata hivyo hapakuwa na mtu yeyote aliyemkumbuka yule mtu maskini. Alipuuzwa tu japokuwa ndiye aliokoa mji. Mstari wa 16. Asema ndipo niliposema bora hekima kuliko nguvu, walakini hekima ya maskini hudharauliwa, wala maneno yake hayasikilizwi. Umekusoma andiko hilo? Umekusoma hilo andiko hilo? Sasa wewe bwana TOC unaweza kuwa na hekima sana kazini kwako, una hekima sana kwenye familia, una hekima mtaani kwako, una hekima yaani miongoni mwa wengi kwenye jamii, lakini kama ni maskini hausikilizwi, you don't have any influence. Hauna nguvu ya ushawishi, maneno yako yanakosa nguvu. Sasa niseme nini hapo? Maana ya mambo unayajua? Unayajua. Hata kwenye familia mwenye pesa hata kama ni mdogo ataheshimiwa. Kwa hiyo si kweli. Ikitokea hata msiba hawaziki mpaka aje. Yule wa kutoka sisi Dar es Salaam kutoka si wapi wanasubiri. Yeah. Wewe ambaye huna pesa, kwa sababu bwana sisi tunaona kama si nani, wote wakutaka wameshazika. Lakini mwenye pesa atasubiriwa. Jamani, kweli si kweli? Kweli. Ana nguvu kwenye maamuzi kwa sababu ana pesa, ataheshimiwa. Neno lake atakalosema hata kama si kwamba ndio lenye hekima kuliko la kwako, lakini la kwake ndilo litakalo sikilizwa. Kwa nini? Ni kwa sababu tayari huyu unajua money is power, yaani fedha ina nguvu. Ana nguvu ya maamuzi kwa sababu swala sio anatoa tu wazo, anatoa tu ushauri, lakini ana uwezo wa kusindikiza wazo lake na pesa ili jambo lile liweze kutekelezwa. Haleluya. Kwenye familia mkisema jamani, sasa wazee wetu wamezeeka, wanaishi kwenye nyumba tu ya udongo, wanaweza kuwabomokea. Sasa hebu tujenge nyumba, tuwajengee wazee wetu nyumba. Kwenye familia mko watano, sio wangapi? Aliye mdogo akitoa wazo litasikilizwa, lakini wewe unaweza kawa na wazo zuri, lakini ikija kwenye kuchangia, sasa utachangia nini ili nyumba ijengwe? Kwa nini akapuuza tu? Wewe unasema tu hela zenyewe ziko wapi? Lakini mwenye pesa akatoa wazo na atakuwa wa kwanza kutoa pesa, hata wasipotoa wengine, nyumba itajengwa. Kwa hiyo lazima ataheshimika. Kweli si kweli? Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili, kutawaliwa na mazingira badala ya kuyatawala mazingira. Maskini hana uwezo wa kuyatawala mazingira. Hana uwezo wa kutawala matumizi ya muda. Hana uwezo au mamlaka au uhuru wa kufanya aonalo linafaa. Maana unaona hili linafaa, lakini linataka pesa ili kulitekeleza. Kwa hiyo utafanya jingine lisilofaa kwa sababu ndilo liko ndani ya uwezo wako au halihitaji fedha. Jamani, kweli si kweli? Ukiwa na pesa utaenda unapotaka kokote kule. Bila pesa hauwezi kwenda. Jamani, kweli si kweli? Ukiwa na hela utakula chochote ukitakacho. Usipokuwa nazo utakula kile ambacho kimepatikana. Jamani, kweli si kweli? Ukiwa na pesa utavaa nguo uipendayo. Usipokuwa na hela niopo. Nikuta ndugu yangu mmoja amevaa suruali, yaani mdogo, suruali kubwa, amefunga na mkanda hivi alafu na mikunjo hivi. Kwa nini? Amepewa na mtu ambaye ni bonge. Yeye na mwili mdogo. Sasa mimi nikawaza, huyu bwana, kwa nini usipeleka hata kwa fundi arekebishe? Sema hela kwa kweli kumlipa fundi sina. Kwa hata hela kumlipa fundi arekebishe ile suruali hana. Kwa hiyo anavaa suruali mbwanga kweli kweli. Kwa nini? Si kwamba anapenda, ila hana hela. Unaona shida ya umaskini Unaona shida ya umaskini Mwenye pesa anaweza kaonana na mtakaye. Leo hii mtu hata kama hana cheo lakini ni tajiri hapa Tanzania, akitaka kumwona rais atapata access. Ni rais wakamfanyia utaratibu wa namna kumwona rais na kaonana naye, akamwambia naye akapiga naye na picha. Kweli si kweli? Wewe sio wewe, maana wewe si tajiri.
Nazungumza yule ambaye ni maskini. Wewe hauna shida, maana wewe unazo, ila yule ambaye hana, yule ndio tatizo yule. Unaona mtu ambaye hana hela ni rahisi kununuliwa, na ndio maana hata wanaotaka kufanya mapinduzi, hata kama ni kwenye nchi au nini, huwa wanatumia watu wasio na hela. Ni rahisi kuwanunua kwa vitu vidogo tu. Halo, sasa nisiende hata kwenye mambo ya siasa huko na nini huko, nisiende huko. Lakini mtu asiye na pesa ni rahisi kumnunua. Nadhani ni jana tu nilikuwa nikasoma mtandao, mwanamke mmoja ameuza mtoto wake kwa milioni 20. Amefanya njama za mtoto wake kutekwa kwa malipo ya milioni 20. Sasa nawaza asinifai kupoteza tu mtoto, lakini inaonekana na huyu maskini. Just imagine mtoto wako kumzaa, uko tayari kumuuza. Asiseme wewe hauwezi kufanya hivyo. Ila kuna mtu anafika mahali umaskini umempiga, umemtesa kiasi kwamba anaweza kufanya vitu vya ajabu sana ili tu aondoke kwenye hiyo hali. Namba 3, hasara za maskini ni kupoteza muda mwingi na nguvu nyingi kwa ajili ya kujikimu kimaisha. Ile mahitaji ya lazima tu ya kula, kuvaa, kulala, afya, elimu na vitu kama hivyo. Unatumia nguvu nyingi, unatumia muda mwingi kuvipata, wakati tajiri hatumii tena nguvu wala hatumii muda mwingi kwa ajili ya mahitaji ya lazima, isipokuwa ni pale anapotaka maendeleo zaidi, anataka kuongeza influence zaidi. Kuna vitu ambavyo ameshahamia yeye na anapokushika navyo. Unaona nilizungumza Jumapili iliyopita kwamba kuna watu ambao anafanya kazi leo kulipia gharama za maisha ya jana na juzi. Maana anahitaji kula, lakini ana madeni, anafanya kazi kulipa madeni. Kazi ya leo inalipa madeni ya chakula alichokopa, mavazi, si dharura, matibabu, si nini, mambo ya nyuma. Yule ambaye anaishi kwa keshi, kwamba anaishi kutafuta chakula cha leo, mahitaji ya leo, huyo ana nafuu kubwa. Yaani ni maskini ambaye bado anajiweza. Lakini just imagine kwamba huyo mtu kama ni lazima atoke akajishughulishe, apate chochote, apitie dukani, anunue unga, anunue mafuta, anunue chumvi, anunue kile na kile, apeleke nyumbani, ndipo familia hiyo. Akiuma nini kinachotokea? Deni linazaliwa. Takopa dukani, takopa watu. Kwa hiyo siku akipona, anapofanya kazi, anafanya kazi kulipa madeni ya nyuma. Halo? Kuna manatio si mwenye maisha ya namna hiyo? Inawezekana hayupo, ila kama yupo nataka atoke huko. Kama upo bado ambaye uko kwenye level hiyo, nataka utoke. Tunajifunza haya na tunaombeana ili kwamba tutoke huko. Amen. Na ninaposema haya sina nia ya kumbeza yoyote. Maana mimi mwenyewe bado sijatajirika. Ningekuwa nimeshatajirika nasema kwamba wewe sasa anaamua kutucheka. Ila nataka tusafiri pamoja. Na mimi msafiri mwenzako kupeleka kwenye uhuru wa kifedha. Sijafika huko bado, ila nataka tusafiri pamoja. Amen. Jamani, tuko pamoja. Kwa hiyo ni mtu ambaye mara nyingi anaishi kwa madeni. Kwenye mazingira ya mmoja jirani nikakuta bwana mmoja amekasirika, mpaka anatetemeka, kwa sababu kuna mtu amemnyang'ang'ania kumdai deni. Sasa ni kweli unanidai, sasa kwa nini wewe unielewi? Nini nimeumwa, nenda huko, niliuguliwa, nini? Yaani anapata shida. Kwa nini huyu ni kweli anamdai? Yaani kwa nini hamuelewi kwa matatizo leo nayo? Sasa nikamsikiliza bwana. Yaani anatetemeka na anaweza kaua mtu. Nikasema hii hasira hii, yaani mimi tu watu wengine wamshike tu kwa nguvu, yaani kudhibiti hali ya mambo. Sasa anayekasirika hivyo ni mdaiwa, sio mdai. Ila huyu mtu unajua, niliwaza nikafika mbali sana, alafu nilimuelewa kwamba huyu mtu inawezekana yupo kwenye stress kubwa sana za maisha. Ana matatizo. Ni kweli anadaiwa, lakini ana matatizo. Ametoka tu kuunguza hivi na vile. Sasa huyu anapomweleza na hamuelewi. Kwa hiyo sasa hasira ile
ni hasira inayotokana na hali halisi aliyonayo. Nilimwelewa sana. Kwa hiyo Bwana Yesu atusaidie jamani, tutoke huko. Kama bado tupo huko, tutoke kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Tutoke huko kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Mtindo wa kubadilisha taa, umekopa hapa sisi kwenye maduka ya nini, ulikuwa unapita, hiyo ndio njia yako ya kila siku. Sasa unabadilisha, maana ukipita tu hapo naitwa bwana, vipi unasema ndani yangu? Vipi? Unabadilisha mtaa. Kuna watu wanabadilisha line za simu kila siku. Alikuwa na line hii anabadilisha kwa sababu nini? Ya kudaiwa. Na miongoni mwa wanaofanya hivyo ni wapendwa kabisa waliookoka. Ila hapa tu hapa, yaani uzuri tu hapa. Lakini wengine huko wanapatikana. Wapo, yaani wameokoka kabisa na makanisani wapo. Halo. Nafahamu kuna wanaokimbia makanisa. Anakimbia kanisa kwa sababu kanisani hapo anadaiwa na wapendwa. Sasa leo ukiniambia nisihubiri habari hizi, sitakuelewa. Nakosa washirika, ukifuatilia ni mshirika ambaye amekimbia kanisa kwa sababu hapo kanisani anadaiwa na wapendwa. Kwa hiyo anawakimbia wadai. Akija hapa kanisani hawezi kusikiza vizuri neno la Mungu kwa sababu hana amani. Yupo pamoja na wanaomdai. Kuna watu wanachomoka kwa haraka. Sasa sisemi wanaochomoka ni watu wanadaiwa. Ila kuna mtu, yani yale maombi ya kufunga ibada yale kabla hajaisha alishachomoka. Ila sasa mseme kwa leo kadhani kwa mageni. Ila wengine wana sababu zao tu zingine. Sawa wapendwa. Ila kuna wengine anachomoka kwa sababu anadaiwa na wapendwa. Leo uchomoke huko kwa jina la Yesu aliye hai. Uchomoke huko kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Biblia inasema kwamba na wengine waokoeni kama kwa moto. Sasa wewe kama uelewelewe, tunakuchomoa kwa lazima. Haleluya. Tukisema njoo Jumamosi tukufundishe, hautakuja. Kwa hiyo tunakujia huko kwa Jumapili. Hivi unataka sisi power na kufundisha habari za hapo kama kesa. Uwe na huru mbele. Haleluya. Lakini hasara aya 4 ni kutumikia pesa badala ya kutumikiwa na pesa. Maskini anatumikia pesa. Tajiri anatumikiwa na pesa. Alafu pesa ni cool master. Yaani akiwa bwana ni katili sana. Yaani pesa ni bwana katili, ila ni mtumishi mzuri. Akiwa mtumishi ni mtumishi mzuri. Lakini ukifanya kuwa bwana na kuwa ni bwana katili, lazima atakutesa sana. Sasa maskini kwa sehemu kubwa unatumikia pesa badala ya pesa kuwatumikia. Alafu namba 5 ni kufa kabla ya wakati uliokusudiwa. Kiambiwa lifespan ya huku kwetu Afrika na lifespan ya wenzetu huko Marekani, sijui na huko Ulaya inatofautiana. Wenzetu wanaishi miaka mingi kuliko sisi. Jamani, kweli si kweli? Sasa wanakuambia Africa is a diseased continent. Umaskini na maradhi ni vitu vinavyoenda pamoja. Kuna maradhi mtu anayapata kwa sababu mwili umedhoofishwa na stress za maisha, umedhoofishwa na kufanya kazi bila kuzingatia kanuni za afya, umedhoofishwa na mlo hafifu, hali mlo kamili. Unaona, mwili umedhoofishwa kwa namna mazingira anayoishi, mazingira fulani. Unajua, mengine niache tu nisiseme. Ila kuna mazingira mengine ambayo tunaishi sisi kwa Afrika. Wakija wazungu wakiangalia wanatikisa kichwa. Yaani unaona kama tunaishi kwenye dampo. Jamani, unaelewa? Ni kama tunaishi kwenye nini? Kama kwenye dampo. Wakisema wao, watasema kwamba wanatutukana. Lakini walioenda kwenye nchi za wenzetu, sema jamani, ukweli ndio huo. Yaani inabidi tu wakija huku wasiseme tukawasikia. Naona kwa sasa maradhi na umaskini ni marafiki. Kuna mazingira fulani ambayo maisha ya umaskini yanamfanya mtu iwe ni rahisi kuathiriwa na maradhi au magonjwa.
Lakini hata maradhi yakikupata, zile hatua za matibabu, ile health care, mtu tajiri ana uwezo wa kupata matibabu yoyote yanayopatikana yanaweza kunusuru afya yake na maisha yake. Kuna watu wanakufa ni kwa sababu wamepata tiba sahihi, kwa sababu tiba sahihi ni gharama ambayo hawezi kuimudu. Nashukuru kuna mpango wa bima ya afya kwa wote, japokuwa wengine wanakuwa na mtazamo hasi na nini, lakini mimi naona ni kitu kizuri. Tuko pamoja? Yes, na mimi niwashauri tu na TOC. Maana bima zipo nyingi, ipo bima ya afya ya taifa, lakini zipo bima zingine pia. Uwe na bima ukiweza, ni jambo zuri. Kuna wakati ambapo ni kweli Mungu anatenda muujiza, unaombewa au unaomba unapona kimuujiza, lakini katika hali ya kawaida tunapata uponyaji kwa kuzitunza afya zetu, maana ya kukinga tusipate maradhi, na tukipata maradhi tunatibiwa. Kwa hiyo mbali na maombi, mbali na mkono wa Mungu wa uponyaji, lakini tunahitaji pia matibabu. Jamani, kweli si kweli? Sasa mwenye pesa ana uwezo wa kwenda hospitali yoyote ile. Ikishindikana ndani ya nchi, ukasema nenda Kenya, ataenda, nenda India, ataenda, nenda Uingereza, ataenda, kokote atayafuata matibabu. Lipia milioni ngapi, utanusuru maisha yako, yuko tayari kulipia. Lakini maskini hataweza. Kwa hiyo kuna maskini wanaokufa mapema kwa sababu wamekosa huduma ambayo ingeweza kuwasaidia waishi maisha marefu zaidi. Sasa somo letu ni kuhusiana na nini? Safari takatifu kuelekea kwenye uhuru kifedha. Naita safari takatifu kwa sababu tunafanya, maana yake ni safari ambayo inaongozwa na neno la Mungu. Hatukiuki neno la Mungu. Sisi hatupo kwenye kundi la wale wenye kutaka, yani wenye kupenda fedha, wenye tamaa ya fedha, kwa maana ya hali, yani kwa msukumo wa kiburi, kwa msukumo wa ubinafsi. Sisi sio kama yule ambaye Bwana Yesu alimsema katika Luka sura ile ya 12, kusoma mstari wa 13 mpaka wa 21, unakutana na yule tajiri yule ambaye alipovuna sana akasema, nitavunja ghala zangu, nitaweka mazao niliyopata humo na vitu ambavyo nimevichuma kwa miaka mingi, au nitaiambia nafsi yangu, nafsi yangu sasa tulia, kula, pumzika, starehe. Halafu sauti katika inamwambia kwa mpumbavu wewe, leo hii wanataka roho yako, na vitu vyote hivyo ambavyo umejiwekea akiba kwa miaka mingi vitakuwa vya nani? Nasema ndivyo ilivyo kwa yeye ambaye anajiwekea akiba mwenyewe, asijitajirishe kwa Mungu. Kwa maana sisi sasa tunapozungumza baada ya uhuru kifedha au kujitajirisha au kutajirika, tuna maana ya kujitajirisha kwa Mungu, kwa maana ya mafanikio yaliyo katika mapenzi ya Mungu na ambayo yanapatikana kwa njia zinazokubalika na neno la Mungu. Haleluya. Sasa kuna mambo makubwa matatu ambayo ukiyafanya haya hatua kwa hatua, hatimaye utaelekea kwenye uhuru wako kifedha au utajiri. Namba moja ni kujiwekea akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye. Akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye. Badala ya kufanya kwa ajili ya leo au kesho, ifike mahali ambapo utakuwa unafanya kazi leo kwa ajili ya kesho, kesho kutwa, mwaka ujao, miaka 10 ijayo, miaka 30, miaka mingapi ijayo huko. Katika Mithali sura ya 6, tasoma mstari wa 7 mpaka wa 8, tujifunze kutoka kwa chungu. Huyu ni mdudu mdogo tu, anaitwa chungu. Kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 8, Biblia inasema hivi: ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake, ukapate hekima. Kwa maana yeye hana akiba, maana yake kiongozi wa kusimamia, yani hana wala msimamizi wala mkuu. Mstari wa 8, lakini kujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua
hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Hiki ndicho ambacho alikifanya Yusufu kule Misri. Vile ambavyo Farao alioteshwa ndoto iliyoonyesha kwamba kuna miaka 7 ya shibe, alafu itafuata miaka 7 ya njaa. Yusufu akampa ushauri Farao ya kwamba kwenye ile miaka 7 ya shibe uzalishaji ufanyike sana na akiba iwekwe itakayotosha kukidhi mahitaji ya chakula kwa miaka 7 itakayofuatia. Kwa hiyo miaka 7 ile ya njaa, watu wa Misri pamoja na wengine waliokuja kuhitaji msaada walipata chakula ambacho kilikuwa ni hifadhi ya miaka 7 ya huko nyuma. Miaka 7, unajua miaka 7 sio hapa. Unajua nchi zetu hizi sisi, ikitokea tu kuna shida tu mwaka mmoja tu, mvua ikakosekana na ukawa na ukame, au mvua zenye fujo zenye uharibifu zikaharibu mazao, uzalishaji wa chakula ukawa ni mbaya, yaani mwaka huu mmoja kuna watu wanakufa njaa. Lakini Misri ilikuwa ni miaka 7, hakuna kulima, hakuna kuvuna kabisa, 7 years. Lakini walikula, walishiba, maisha yaliendelea mpaka ilipokuja neema baadaye. Unaona Sasa ndugu zangu wapendwa, somo la kuweka akiba ni somo rahisi kulielewa kwa akili, lakini sio somo jepesi inapokuja kwenye uhalisia kulitekeleza. Mimi nimeanza kujifunza jambo hili miaka mingi sana iliyopita, lakini mimi mwenyewe pia siwezi kusema ni mtu aliyefanikiwa sana katika hili, ila naendelea kujifunza na kuanza kujitrain, naendelea sasa kujizoesha kwamba hapana, maana ni kanuni ya mafanikio ambayo hauwezi ukaisikia, hauwezi ukaikwepa. Yametoka pamoja kuweka akiba. Kwa hiyo unapoendesha maisha leo, ujue kwamba kuna kesho. Sasa hapa kuna wapendwa wako kiroho sana, tayari wamesha, yaani hawasemi tu, ila wanasema mtumaji unasema ni mbona Biblia inasema kwamba kesho itajisumbukia yenyewe. Hiyo tunajua maandiko, kesho itajisumbukia. Sasa wewe sema leo kwamba kesho itajisumbukia yenyewe, alafu kesho kutwa mtoto ameumwa, alafu unakuja kusumbua watu, nikopee hela nipeleke mtoto hospitali. Inabidi tukwambie mpendwa, sasa si ndio imeshafika? Yaani jana ulisema kesho itajisumbukia, sasa ndio imeshafika, sasa acha ijisumbukie yenyewe. Halo? Maana maandiko yanasema kwamba mwapotea kwa sababu hamjajui nini? Maandiko. Unatakiwa uyaelewe, utafsiri vizuri. Ukikosea tu inakula kwako. Halo? Maana haya niliyosoma ni maandiko ambayo yanatupeleka kwenye mfano wa nani? Chungu ambaye anaweka akiba kwa ajili ya kesho. Anaposema kesho itajifungia yenyewe, ana maana tu ya ile hali yako wewe kumtegemea Mungu na kuwa mtulivu. Kuna mambo mengi ambayo hauwezi wewe mwenyewe kujipambania. Unatakiwa umtegemee nani? Mungu. Lakini haina maana it doesn't mean that you don't have to plan for tomorrow. Hapana, lazima uwe na mipango kwa ajili ya kesho. Sasa katika hili nataka tu niwaambie wapendwa, kwa wewe uliyemfanya kazi, unatakiwa kila siku ujikumbushe tarehe ya kustaafu. Wafanyakazi mpo? Wafanyakazi mpo? Mnatakiwa siku zote muikumbuke tarehe ya kustaafu na ujiandae kwa ajili ya kustaafu, maana pensheni haitoshi. Tena afadhali ninyi ambao mko kwenye ajira ambayo ina utaratibu wa pensheni. Kuna ajira zingine ambazo hicho kitu hataki. Unafanya kazi kwenye sekta binafsi, ni kwa unalipwa mshahara, lakini hakuna plani yoyote ile ya akiba kwa ajili ya uzeeni, hivyo vitu na ni ajira zilizo rasmi za serikali na mashirika rasmi ndizo zina utaratibu huo, na wangemwachia mtu mwenyewe, wala angekula zote wala siweka taseti.
ila ni kama sasa mfumo unakulazimisha. Hata sisi TAG tayari tuna pension na sisi. Inaitwaje ile? TPF. TPF. Tunayo na sisi TPF. Unaona na inaendelea kukua. Baadaye itaanza kutoa mafao mbalimbali. Mafao mbalimbali yani mfuko utakapokuwa mkubwa, malengo ni kutoa mafao mbalimbali. Sasa nisiende sana huko. Lakini mbali na hiyo, kwa nyinyi ambao mko kwenye ajira rasmi, kwamba kuna huo mfumo rasmi ambao utakupa pensheni huko ukistaafu, usitegemee hiyo, haitoshi. Kwa hiyo unatakiwa utumie ile masaa ya ziada kujiongezea pato. Unatakiwa ufanye hiki na kile, kwamba utakapoondoka kazini kuna kitu fulani ambacho utakuwa unakifanya. Alafu sasa mfumo wa ajira kimsingi uko vizuri, kwa sababu mtu anastaafu ana nguvu zake. Mtu anastaafu na miaka 55, miaka 60 ndio maximum unastaafu kwa lazima. Sasa 60 unakuta mtu bado ana nguvu tu. Yaani kama ni kwenye uchungaji huko, yaani wala hawaza atastaafu, yaani mpaka tu nguvu ziishe kabisa, hata kusinzia kwa sababu nini aweze kuinuka na kurudi. Nafika mahali mtu sasa anasinzia tu. Ameshiwa nguvu, kwamba hata kuhubiri ni kazi. Lakini bado ameng'ang'ania tu. Tunang'ang'ania sasa ufanye. Vijana wakusaidia, lakini bado ndio mtumaji kiongozi. Naona sasa na sisi tumeanza kutiwa akili. Haya tunaambiwa na si wachungaji, kama kuna wakati ambapo hata nguvu za kuhubiri zitaisha. Bwana Yesu atusaidie wote. Sijui kama umeshapata sijui kama umefanya uchunguzi, niseme utafiti, kwamba kuna watu wengi sana hawakai sana baada ya kustaafu. Hawaishi muda mrefu baada ya kustaafu. Sababu ni nyingi. Mwingine anashinda kukopa, kuna mazingira mapya, maana alikuwa na madaraka, ni mtu mwenye kutoa amri, kutoa maagizo, hivyo anaendeshwa na gari la serikali ya ushirika, anakaa kwenye nyumba nzuri, maisha yako ya viwango fulani hivi na heshima na nini, marupurupu, mbali na mshahara kuna marupurupu hivyo. Pensheni haina tena marupurupu, unapata mshahara na marupurupu mengine nini. Kwa wasiookoka sasa na ya wizi humo. Naona maisha yanabadilika. Unakuta mstaafu anateswa sana na stress. Kuna baadhi ambao hawakuyapanga vizuri maisha yao kwa baadaye, anategemea watoto wamtunze, halafu watoto hawajali kama anavyotegemea, hawezi kukidhi mahitaji yake. Matokeo yake inakuwa ni ugomvi kati yake na watoto, na kuwalani, kufanyaje na nini. Jamani, hayo yapo au hayapo? Unakuta kwamba mtu anakufa si kwa sababu ya uzee, ila ni kwa sababu ya mabadiliko ya mfumo wa maisha. Maana miaka 60 kuelekea 70 ni umri tu ambao ungetakiwa tuishi tu vizuri. Yametoka pamoja. Kwa hiyo, kwa nini wafanya kazi, kumbukeni kwamba kuna kustaafu. Wewe ni kijana bado na nguvu, ujue kwamba nguvu hizo itafika mahali zitapungua na baadaye zinaweza zikaisha kabisa. Kuna watu wanaishi kwa kutumia nguvu zao, ni lazima nguvu zitumike apate pesa. Ni very dangerous. Huyu mtu akiumwa tu hawezi kuzalisha chochote kile. Akipata tatizo, ni ulemavu ni nini, ndio maisha yanabaki tu kuwa tegemezi. Na akiishiwa nguvu hawezi kuendesha maisha tena. Kama na watoto, anawapa mzigo watoto wake. Sasa jamani, hili nalisema kuwasaidia wale ambao hawajafikia huko.
sina nia ya kuwasema ambao wamefika huko. Sina nia wapendwa, sina nia ya kuwasema waliofika huko, ila na nia ya kuwasaidia ambao tunaelekea huko hatujafika. Maana hata mimi mwenyewe umri umeendelea, unajua. Afu wanahesabu tayari naanza kusogelea 60. Ningekuwa hapa ni ile za serikali ningekuwa na miaka michache tu na staff. Naona inasema kwa sababu kwenye utumishi madam tu na nguvu nitaendelea kugonga injili na kama kuna baraka zinakuja zitaendelea kuja tu. Sasa sikae sana hapo. Akiba. Sasa labda pengine sijui niliweke kwa namna gani hili. Kuna namna mbalimbali za kujiwekea akiba. Niliseme kwa haraka. Haya mambo nayasema tu kwa ajili ya kama vile kukutia wivu. Siku moja tukiitisha semina, sitarajii mtu kukosa kwenye semina. Hata tukisema kwamba tuchangie hela, tulipe mtaalamu aya tufundishe. Hata kama ukiambia toa 50,000, toa 100,000, toa 20,000, toa 10,000, haitakuuma moyo, kwa sababu uwekezaji wa kwanza ni kwenye ufahamu kwanza. Kwa mimi nasema sio kama mtaalamu kivile, nasema kwa ujuzi mdogo nilionao, ili tu kukutia wivu. Siku nyingine tukiita wataalamu wa mambo haya, ninatarajia niuone mwitikio mkubwa. Nasema amen ya nguvu. Amen. Haleluya. Amen. Sasa uwekaji wa akiba huko wa namna mbalimbali, kuna kwa njia ya benki. Na sasa wale wenye ajira wengine wanakuwa na account benki ni kwa kulazimishwa. Sio mpango wake. Kwa sababu mshahara unapitia wapi benki? Ikifika mwisho wa mwezi anaenda kuzikomba zote, anaziingiza kwenye matumizi. Jamani, kweli si kweli? Wewe ni account ya kupitishia tu mshahara na malipo mengine, lakini sio kitu alichoamua yeye kwamba kimsaidie kwa ajili ya kujiwekea akiba. Lakini unaweza kuitumia account yako ya benki kwa ajili ya kujiwekea akiba kwa ajili ya kesho. Na zipo account ipo ya kawaida, hiyo inaitwa saving account, lakini zipo account maalum kama wengine zinazojijenge, fixed account, kuna account ya shughuli, kuna nini, ya watoto kufanya ada. Zinatoa hizo. Zipo account pia za namna hiyo ambazo unajua tabia ya kutokuweka account inatuweza kwenye matatizo sana. Leo hii inafika mahali mtoto wangu anatakiwa aende chuo. Unaona? Na kuna malipo. Naanza kuanga na nikope wapi si nipateje? Je, kusomesha mtoto ni dharura? Ni dharura? Kwani mtoto anapozaliwa sinajua kuna wakati atatakiwa kwenda shule. Sasa kuna mimi nilipokuwa huko Ngororo, kuna mzee wangu wa kanisa, yeye alikuwa na account maalum kwa ajili ya watoto wake. Alikuwa anaweka akiba, ni mfanyakazi kwa wakati huo alikuwa mfanyakazi wa mshahara mdogo sana, kwa kawaida sana. Lakini alikuwa ana account maalum ambayo anaweka fedha kwa ajili ya watoto wake. Amesomesha watoto wake bila stress, sio kwa sababu ni tajiri. Zinapohitajika milioni 2-3 kwa ajili ya ada ya mtoto, na wakati huo mshahara wako ni 500 kushuka chini, utapata shida sana hata kama mfanya kazi. Lakini kama huyu mtoto amezaliwa na unajua baada ya miaka 4 ataenda msingi 5, miaka 7, akifika umri upi atakuwa sekondari, atatakiwa kutoka sekondari aende chuo na nini, si unaelewa? Tunajua tu mezao ya miaka. Kwa hiyo huyu anajiandaa. Mtoto anapofikia kule hangaiki, ana account maalum ambayo kila mwezi ni dono, yaani ni hela kidogo, mwaka unaisha, mwaka wa pili. Sasa unakuta sasa ukiweka miaka 10 ni hela nyingi ambayo utasomesha bila stress. Wanatia simple. Sasa wazazi vijana, naomba mnitendee hii kazi. Msiteseka kama ambao wengine tumeteseka sisi. Wanahangaika kama unaanza kuwasumbua ndugu. Na napasema jamani, nasema mimi mwenyewe. Hata mimi nimesumbua ndugu. Mimi mwenyewe nimesaidia watoto wa ndugu zangu, na mimi nimesumbua na wewe na mimi. Piga simu bwana, nisaidie bwana, huko nimekuwa baada ya mtoto. Sasa ninyi wazazi vijana, hiyo akili tumia. Haina maana hela unayopata inatosha. Kanuni ya kuweka akiba sio kwamba zitoshe kwanza, hapana. Hela haitoshaji kamwe. Labda kama shakuwa bilionea. Jamaa tuko pamoja.
Wenye mapato ya kawaida fedha itoshali. Kwa hiyo kuweka akiba ni nidhamu ambayo unatakiwa kujilazimisha. Alafu kishazoea basi utakuwa unafanya tu bila shida, kwa sababu umeshazoea kwamba kila wiki, kila mwezi una kiasi fulani ambacho kinatengwa kwa matumizi fulani. Lakini kuna akiba kwa njia ya SACCOS. Naelewa huko unaweza ukawekeza hela yako, na kimsingi SACCOS zinafanya kazi pia kama benki, unaweza kunaweka na kutoa. Lakini SACCOS pia zinatoa mikopo nyingi. Masharti yake ni kwamba unakopeshwa kulingana na kile ulichoweka kule. Unaweza kupata na mara mbili yake au mara tatu yake wa akiba ulionayo kule. Ina majina yake hivyo vitu, sina nia ya kufundisha kwa ndani hivyo vitu. Ukitaka kuita wataalamu, unaweza kuwaita wataalamu na wakatuelezea, na ukawa ni mwanachama wa SACCOS fulani, ikakusaidia kuweka akiba na kuchukua mikopo yenye riba nafuu kwa kutumia akiba na umeweka huko. Haidi kuna vikoba vile community bank na hivi. Hawana ukani hizi sasa, baadhi yenu hapa mtakuwa mko kwenye vikoba mbalimbali. Lakini kuna hii michezo. Sasa sina mchezo gani? Maana si kwa siku 1000. Sijui kwa wiki shilingi ngapi? Japokuwa wakati fulani wale vijumbe wanakimbiaga na hela. Jamani, sio yanatokea sababu moja ilikuwa ni mahakamani kwa swala la mirathi. Babangu mdogo tulipompoteza, sasa na mimi nikawa nimeteuliwa kuwa mmoja wa watu wa kusaidia ile familia. Sasa nikawa niko mahakamani sasa kwa hiyo kesi. Unajua mirathi na yenyewe inafunga kama kesi, si ndio? Unaelewa sasa tana mambo mengi. Wengine wamepelekana kule, mara zingine kikimbia na hela za watu, nini kama hiyo. Lakini pamoja na riski zilizopo, bado kuna watu wanajenga, kuna watu wanasomesha, kuna watu wanapata mitaji ya biashara kwa njia ya nini? Kwa njia hiyo ya michezo. Jamani, tuko pamoja. Hata mimi mwenyewe niko kwenye michezo. Na mimi nimo. Unaona hizo ni njia ambazo zinakulazimisha. Mimi na mke wangu kuna wakati kwamba umefika tarehe sasa za alafu yani hapo sasa haijalishi una hela au una hela, yani utachukua hata hela ya chakula, yani utapambana mpaka utoe ile hela, kama ni 100,000, kama ni 200,000, kama ni 300,000, kama ni kwa hiyo ni kama vile inakulazimisha kuweka akiba. Ila angalizo, wewe uliokoka ukiwa kwenye kikundi cha namna hiyo cha michezo hiyo, usio msumbufu, utapata laana. Amen. Wazee wa zamani, kwa mfano jamii za wafugaji, walikuwa wanawekeza hata kwenye mifugo. Mtu hana mifugo, anafanya vibarua, anafanya si kazi yao, akivuna, akiuza, ananunua ng'ombe. Unakuta baadaye anakuwa na zizi kubwa la ng'ombe, lakini ni kwa kudunduliza. Hao Wasukuma, sio nani, watu gani, jamii mbalimbali za wafugaji. Hata kule kwetu sisi ni wakulima, lakini pia tunafuga, japokuwa tufuge kama Wasukuma na kadhalika. Kwa kuna ambao wanawekeza kwa kutumia nini? Mifugo. Atanunua mbuzi, atanunua ng'ombe, akipata dharura atauza ng'ombe, anatatua shida yake. Wanasomesha watoto, anauza ng'ombe, anasomesha, anauza mbuzi, anasomesha, anafanyaje, wengine hata kujenga, anaweza akauza mifugo kadhaa, anajenga na mambo kama haya. Jamani, tuko pamoja mpaka hapo? Bwana Yesu atusaidie katika hayo yote. Sasa hilo ni la kwanza, kwamba unataka uhuru kifedha. La kwanza ni lazima ujifunze huko kuweka akiba kwa ajili ya maisha ya baadaye. Akiba ni kwa ajili ya dharura, akiba ni kwa ajili ya malengo maalum ya maendeleo, akiba inaweza kawa ni kwa ajili ya kupata mtaji wa shughuli fulani ya kiuchumi huko baadaye. Kwa hiyo akiba ni kwa malengo tofauti, lakini jifunze kuweka akiba hata kama pato lako ni dogo. Kama umenielewa, punga mkono wako namna hii. Haya, wewe ambao unasema mchungaji, mara moja nitaanza utaratibu wa kuweka akiba. Kwa wewe ambao ulikuwa hauna huo utaratibu. Hivi. Najua mpaka wanafunzi wanaweka akiba. Mpaka wanafunzi. Ni mwanafunzi wa chuo anapata bumu, kwenye bumu lile anaweka akiba. Sasa nisikae sana huko. Lakini namba 2 ni kutengeneza kitu kinachoitwa passive income. Hilo neno la Kiingereza ambalo kinachomaanishwa unakuwa na chanzo cha pato ambacho haukifanyii sana kazi. Hakikuhitaji sana wewe kufanya
kufanya jambo, kufanya kazi. Kama kuna unachoweza ukifanya ni kidogo tu, ile fedha zinaingia, hata kama umelala usingizi, hata kama umesafiri, hata kama unaumwa, hata kama sio umefafiwa, na yani fedha zinaendelea kufanyaje? Kuingia. Sasa passive income inaweza kawa ni fedha kubwa au fedha ndogo, lakini ni hela tu ambayo inaingia bila wewe kufanya kazi ya moja kwa moja. Mifano yake, unaweza kununua hisa za kwenye makampuni. Kama sinaelewa Tanzania hapa kuna nani? Kuna soko la hisa. Wangapi wanajua kwamba kuna soko la hisa? Yaani kuna vitu unaweza kama unavisikia, unaona kama vina watu fulani ambao ni kama wewe hausiki. Nataka niseme hivi, vitu hivi vinakuhusu na wewe. Unaweza kama mmiliki wa kampuni ambayo ina mfumo tayari kwa kununua hisa. Kila hisa inakuwa na bei fulani, na unakuta kwamba bei inakuwa ni ndogo, ambayo hata mtu wa pato la kawaida kabisa anaweza kununua hisa. Unaweza kununua hisa kidogo. Wapo wataalamu ambao ukiwaona unaweza kukupa ushauri kama ni kampuni gani ununue hisa, kampuni gani jiepushe, labda zina riski zaidi na vitu kama hivyo. Lakini kuna kitu kinachoitwa hati fungani. Sema hati fungani. Au si ndio zamani za serikali nadhani hizo. Lakini kuna kitu kinaitwa vipande, si unit. Jamani, nimesema mimi sio mtaalamu wa vitu, ila naamini Alfasa na video vitu. Kwa hiyo Alfasa wewe ni mtaalamu, wewe ni mhasibu. Unaweza kutofautiana kidogo. Hisa, hati fungani, hivyo vipande. Hebu kidogo angalau tupe maelezo mafupi. Karibu. Amina. Hizo hapa, lakini hisa kama alivyosema mchungaji ni shares ambazo zinakuwa traded au zinauzwa katika soko la hisa. Soko la hisa hapa ni DSC, Dar es Salaam Stock Exchange. Kuna makampuni ambayo yako registered kisheria, yanafanya biashara kwa kutafuta mitaji kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo yanauza shares zake kule. Kwa mfano TBA inahusika na bia. Sasa unaweza kusema ninaokoka siwezi kununua shares. Hiyo ni biashara. Sasa ni jinsi ambavyo utasikia amani moyoni, lakini kuna benki kama NMB, kuna makampuni ya sementi, unaangalia jinsi ambavyo yana operate